Rais wa Marekani Trump ameweza kutoa taarifa ya kuweza kuwatahadharisha na huku akiweza kutoa oda na go ahead kwa jeshi la polisi la Marekani, na huku ujumbe wake ukiwa unasomeka kama ifuatavyo, yani arrest the people in face mask now. Yani kiuhalisia ni kwamba ameweza kupiga simu kwa jeshi la polisi, na imeonekana kabisa kama ni ujumbe ambao unamfikia Ayatollah Khamenei. Yani popote alipo basi ajue na atambue kabisa kwamba muda wote anaweza akaarestiwa na kuweza kukamatwa na kuweka kibindoni kabisa na nchi ya Marekani. Yani kiuhalisia kwa sasa nafikiri Trump amekuwa akimtishia sana maisha na amekuwa akicheza na saikolojia ya nchi ya Iran, kwa sababu anachokihitaji na anachokitaka ni kwamba Iran iweze kukubali kile anachokitaka. Na katika makubaliano ama katika mkataba ambao Trump anataka aingie na Iran, hatujajua ni mkataba gani na ni kwa nini amekuwa akiwalazimisha nchi ya Iran kile anachokihitaji yeye na kujiona kwamba yeye ni godfather wa kila kitu hapa ulimwenguni. Yeye amekuwa akijiamini kupita kiasi, japokuwa kuna watu wanazungumza kwamba yani Trump na mwenyewe pia anaangalia nchi na nchi. Kiuhalisia hawezi akaingia katika nchi ya Urusi na akafanya fujo ama jeuri anazozileta kwa hivi sasa katika nchi ya Iran, na hata kujaribu kuzungumza wazi na kutoa ujumbe kwa Ayatollah Khamenei popote alipo. Basi katika kauli ambayo ameweza kutoa ni kauli ama ni kama ujumbe wa kuweza kumfikishia, na nafikiri kabisa kama ni kijembe alichoweza kukiweka wazi wazi Trump cha kusema kabisa kwamba arrest the people in face mask now. Yani kama aweze kuwakamata wale wote ambao watakuwa tayari ni wameweza kujifunika na ama kujifunga na maski yoyote na kuweza kukamatwa haraka iwezekanavyo ndani ya muda huo. Yani kiuhalisia kwa sasa hivi Iran ipo kwenye wakati mgumu sana, na nafikiri yote anachokihitaji ama kinachohitajika kwa sasa hivi kwa Trump ni kwamba Ayatollah Khamenei aweze kukubali na kusalimu amri kwa nchi ya Israel pamoja na yeye mwenyewe, kwa sababu kiuhalisia kwa sasa hivi yeyote atakayeingilia vita ya Iran na Israel, yani atakayempiga Israel basi ameshaununua ugomvi wa Marekani. Kwa hiyo haijalishi kama itakuwa ni Korea ama itakuwa ni Urusi, yani kama Putin na yeye ataingilia vita hii na kujikuta kwa upande wa Iran na kuweza kumshambulia Israel, basi Marekani hapo moja kwa moja yeye hataweza kulikalia kimya swala kama hiyo. Cha msingi tukutane kwenye idara ya Middlefield comment section. Hii ni Hotboy Media.